lako bwana ni 1, 2, 3. Tatizo hili matibabu yako 1, 2, 3. Baada ya matibabu hayo ya tatizo lako utapata 1, 2, 3. Walai utakuta nusu ya wagonjwa wala hawahitaji matibabu makubwa hivyo tunavyofikiria. Wagonjwa wanahangaika sana. Wagonjwa wanatumia matibabu mengi ambayo pengine si lazima kabisa. Wagonjwa wanakwenda pengine kwa matibabu ambayo si sahihi, hayalingani na ugonjwa wao. Ni kwa sababu hawajapewa taarifa sahihi ya magonjwa yao, na hawajapewa upenyo wa kujua atokeje kwenye hilo tatizo lake. Kwa hiyo huyu mwanawazuoni huyu anasema yeye matibabu ya kwanza ya bawasiri ni kukaa na mgonjwa na kumwelimisha vizuri juu ya tatizo lake, chanzo cha tatizo lake, matibabu yaweje, vitu gani asifanye, vitu gani yapunguze, ili mambo yake yamuie mazuri. Kwa hiyo palliative care na counseling, kupewa ushauri na saa, ndio mada yetu ya kwanza katika kusaidia huyu mwenye bawasiri. Na nitakwambia kuna siku moja nilipata mgonjwa mmoja wa bawasiri. Mimi mwenyewe nikiwa hapo hospitali ya mkoa. Mgonjwa huyu alitoka, sitataja jina lake, lakini alitoka Mkwao. Maumivu ni makali ya bawasiri. Ananiambia, "Dokta, nafikiria ninywe sumu nife." Nini? Napata maumivu makali sijawahi kuona. Bahati mbaya amekwenda kwa mganga wa kienyeji, amefanya vya kufanya, amechokonoa huko. Kwa hiyo maumivu yamekuwa makubwa zaidi na zaidi na zaidi. Kwa hiyo unachohitaji huyu ni kumcancel tu. Ukimuelewesha vizuri, ukampa tiba sahihi, mgonjwa huyu ataacha kufikiria kujiua na atachukua hayo matibabu yako vizuri. Hilo la kwanza, la counseling. La pili, counseling na palliative care. La pili tunaita non-medical therapy. Matibabu ambayo si lazima madawa. Na hapa tunazungumzia kula vyakula laini. Ili mgonjwa huyu umpunguzie kujikamua, kujikema sana wakati wa kwenda haja kubwa, umshauri ale vyakula laini. Na moja kati ya vyakula laini ni matunda, papai, embe, sawa, nanasi, maboga, vitu kama maboga hivi, si tunda lakini boga. Ni vitu hivi ni laini, vina madini, vina nini, vinamfanya huyu mtu hawezi kutumia nguvu kubwa wakati wa kusukuma haja kubwa. Kwa hiyo huyu mtu hiyo ni sehemu ya matibabu, sawa? Kwa kumwambia afanye hivyo unakuwa umemsaidia. Kunywa maji. Katika kitabu nilichokisoma jana anasema mgonjwa wako wa bawasiri mwambie anywe lita 2 mpaka lita 4 za maji, plain water. Wacha juice, wacha chai, wacha nini. Angalau kwa siku lita 2 mpaka lita 4. Sasa nikuulize ndugu yangu mwenye Kayoko, wewe kwa kuto unakunywa maji lita ngapi? Mimi mara nyingi hata lita umalizi. Naishia kwenye lita. Lita naishia au chini ya lita. Sasa mwanazuoni huyu anasema jitahidi lita 2 mpaka 4 maji peke yake, bila kujali chai, supu, uji nini ulivyokunywa. Maji peke yake unywe lita 2 mpaka 4. Ukifanya hivyo vitu vyako tumboni vinakuwa laini, hata unapokwenda haja unakwenda haja laini, huhitaji kutumia nguvu kubwa mpaka mishipa yako hiyo ya kwenye hizo mishipa yako ya damu ya kwenye njia haja kubwa ikalazimika kufutuka. Kwa hiyo moja kati ya matibabu ni kula vyakula laini na kunywa maji mengi. Lakini pia vyakula vyako viwe fibrous. Tukisema fibrous, tafsiri yake rahisi kwa lugha zetu hizi, chakula chenye kamba. Ndugu yangu, mimi nilishangaa nilipokwenda Ulaya nikakuta wao, sisi huko wanataka tule mikate laini, lakini wao mikate yao inaitwa tar bread. Mikate ina pumba kabisa, kama pumba hivi. Ile mkate liko kama pumba kabisa hivi. Ndio. Sasa nikasema hawa wanataka sisi tule mikate ya ngano plain, wao wanakula mikate pumba. Lakini mchicha wa zamani ukipikwa unakuwa laini, unalainika mno mpaka. Lakini napenda siku hizi dada zetu wa siku hizi kupika kisasa, mboga wanapika ngumu, utafikiri mbichi vile ndio recommended. Fibrous inakuwa tissue inavyofaa vile. Ngumu tu, iko kama ngumu tu, rafu tu. Sio hivi. Bibi yangu mimi alikuwa akipika maharage, nikwambie nikuchekeshe.
ana fimbo imekaa kama T hivi. Anafaka okay. Unakuwa kama uji. Ndio. Sasa yeye mimi mjukuu wake ninapokuja ina jina lake. Mimi mjukuu wake nikija anapekecha. Ananipakulia maharage na ugali na kula maharage na ugali uliopekechwa hivyo. Sasa ile ni bibi yangu. Alikuwa yeye hafahamu hiyo, akidhani ananisaidia mimi mjukuu wake. Lakini sasa kula vyakula vigumu, fibrous. Sawa? Vyenye kamba. Vyakula hivi vinasukumika kwa urahisi, vinapita toka mdomoni mpaka njia haja kubwa pale. Huko vinapita kwa wepesi, vinazuia wewe usijikeme sana wakati wa kupitisha chakula. Kwa hiyo ni sehemu ya kuzuia usipate bawasiri. Sio kama unanielewa? Nakula vizuri. Nakula vizuri. Lakini pia hapo utakiwa kula mapera. Mapera ni mazuri, yako fibrous, lakini pera sasa kosa tunaofanya, mimi nilisoma Tosamaganga. Wale mapadri wana karibu kilomita kama eka 5, 10, 20 nzima zina mapera matupu. Kwa hiyo unatoroka pale unakula mapera 20, 30, 40 unakula. Sasa siku moja nilicheka mwenzetu mmoja ikabidi tumpeleke Ipamba. Chakula na nichoo kutoka inabidi ingizwe fimbo ichokonolewe hivi. Punje za mapera. Kwa hiyo pera lile ni tunda. Lakini kula nusu pera moja inatosha. Sasa unakula mapera punje zinajaa toka mwanzo mpaka mwisho mpaka waingize fimbo kuchokonoa. Sasa hiyo ni hatari. Lakini pia ukila ile ule na kunywa maji kwa wingi. Kwa hiyo nimesema ya pili ni hiyo vitu ya kwanza nimesema counseling na ushauri na saa. Ya pili nimesema kula vyakula maji na vyakula laini na vyakula vyenye kamba. Ni matibabu tosha. Ya tatu nazungumzia madawa sasa. Bawasiri madawa yake tunapenda ya kulainisha choo. Kwa hiyo umewahi kwenda ukakuta unapewa kidonge kimekaa kama ndege iliyochongwa hivi. Unaambiwa kajiingize njia haja kubwa. Unajua kufanywa hivyo? Unusual suppositories. Hivi donge vimetengenezwa virefu kama kidole hivi. Virefu kama hapa. Unapewa 10 au 7, 14 na bendana navyo nyumbani. Lakini vidonge kila unapokwenda kulala unavua nguo zako zote unajificha chooni huko unatumbukiza limoja lile. Yale ni mafuta. Ile ni dawa ambayo imetengenezwa kama mafuta. Nimewahi kuona ile ya nini nasema. Kuna nyingine iko kama tube ya meno ina fimbo yake unachomeka, unajipuliza. Hii dawa inakwenda kulainisha chakula kinyesi cha mwisho kabisa kile kinakwenda kulainika ili kiweze kutoka kwa urahisi. Kwa hiyo ni moja kati ya sehemu ya matibabu ya kukusaidia wewe. Lakini pia kuna vidonge Ducolax. Aina fulani ya Ducolax laxative. Vyenyewe ukivimeza hivi vidonge kuanzia mdomoni hapa mpaka njia haja kubwa, vitu vyote vinalainishwa. Kwa hiyo chakula chako kinakuwa laini, choo yako inatoka laini kama mtu anayeharisha fulani hivi. Ile inakupunguzia wewe tension ya kusukuma. Sawa? Kwa hiyo ni sehemu ya matibabu. Hiyo ni nukta ya ngapi? Ya tatu. Nukta ya 4 ni upasuaji sasa. Na kabla ya upasuaji kuna nukta nyingine imeongezeka. Nukta 2 zimeongezeka. Moja kwa hizi za nje. Wanawazuoni wanaita ligation. Kuna vitu maalumu vimetumwa kwa kitu kilichofutuka, unakivalisha ring, unakaba hivi. Kwa hiyo huku kuliko vimba huku, supply ya damu, supply ya nini inakuwa haipo tena. Kwa hiyo baadaye kana nyofoka tu pop, kana dondoka. Kenyewe tu. Ligation. Naona. Hii ni kwa bawasiri ya ndani au nje? Ya nje. Bawasiri ya nje, matibabu ya wenzetu wanakupa ring fulani ambayo inaibana yule bawasiri. Inabana kiasi kwamba huku juu supply ya damu, supply ya nerve inakufa. Yaani inakata mawasiliano. Inakata mawasiliano. Kwa hiyo huku kuna nywea baadaye kuna puputika tu hivi. Unabaki vile ulivyo. Kwenye hakuna maumivu kwa maeneo ya. Hamna maumivu. Akishakufanyia hivyo hamna maumivu. Kwa hiyo lakini kuna mtu mwingine yeye anaitwa Gabriel. Alikuwa Mrumi huyo. Ndio. Yeye alitengeneza syringe yake maalum. Yeye anasema injectable. Injection treatment of bawasir of hemorrhoid.
Yaani yeye alikuwa anaweka dawa fino. Anavuta fino kwenye bomba la sindano, anaitanua njia haja kubwa, kwa hizo nimekwambia sigmoidoscopy. Kwa hiyo akiona ile anaichoma dawa ya fino. Lile linanywea mpaka baadaye inajisawazisha. Huyo Gabriel. Lakini siku hizi haya matibabu hayako kwa wingi. Sasa wameacha kwa sababu moja au nyingine, hayatumiki sana sehemu za kwetu huko. Lakini tunayasoma tu kwenye vitabu kwamba wenzetu walikuwa wanachoma linanywea, au anakaba na hiyo ring au ni hiyo linanywea lenyewe linapokutika. Sawa. Lakini mwisho ni operation. Hemorrhoidectomy. Operation hii inafanywa, panachanwa, panakwenda ule mshipa uliotanuka unafungwa, nyama iliyozidia inakatwa, kile kilichoni kinafunikwa kinashonwa, basi baadaye panaisha, panakuwa pako flat kabisa. Kwa hii ni operation. Hiyo ni nukta ya 6. Ni operation. Kwa hiyo kwa kifupi ndio matibabu yake.